Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Leo tunaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Mtakatifu Antoni wa Padua anajulikana kwa kuombea watu wenye matatizo mbalimbali na hasa kuvirudisha vitu vilivyopotea viweze kuonekana. Amekuwa ni mmojawapo wa kimbilio la watu kwa watu wenye shida mbalimbali na matatizo mbalimbali na vitu ambavyo vimepotea. Na huyu mtakatifu alikuwa ni kipenzi cha Mwadhama Lauriani Kardinali Rugambwa, ambaye hata alipoanzisha seminari ya Ntungamo, seminari kuu ya Ntungamo, aliweka chini ya ulinzi wa Mtakatifu Antoni wa Padua. Na kwa kuwa alikuwa na ibada, hata alipoenda katika jimbo kuu la Dar es Salaam, alianzisha shule kubwa ya sekondari ambayo ipo Mbagala, ambayo inaitwa au ipo chini ya ulinzi wa Mtakatifu Antoni wa Padua. Kwa hiyo baba yetu huyo ambaye ni muasisi wa jimbo la Bukoba alikuwa na imani katika alikuwa na imani kwa mtakatifu huyu wa Antoni wa Padua. Na watu wengi na mimi nikiwemo huwa tunamkimbilia sana Mtakatifu Antoni wa Padua. Huyu Mtakatifu Antoni wa Padua alizaliwa kule Lisbon katika karne ya 12, mwishoni mwa karne ya 12. Inavyosemekana alilelewa vizuri na wazazi wake na akawa amempenda kweli Mungu. Aliingia katika shirika la Waagustiniano, lakini baadaye alipokuwa padre akaingia katika shirika la Wafransiskani. Na katika shirika hilo alikuwa mhubiri mahiri sana na alimpenda Mungu sana, hasa Bwana wetu Yesu Kristo. Na alipenda kutangaza Injili kwa watu wengi, na alipenda kuja huku Afrika, lakini inavyosemekana akaugua. Kwa hiyo akaachia katika kisiwa cha Sisilia ambacho kiko karibu na Afrika ya Kaskazini, lakini Mungu akamuelekeza kufanya utume katika nchi ya Italia na nchi ya Ufaransa. Na katika maisha yake nasemekana alikuwa mhubiri mahiri, na hasa alipambana na uzushi uliokuwepo wa wakati ule. Na hata kwa kuwa aliweza kupambana na wazushi, akaitwa mpiga wazushi, kwa sababu alikuwa anapambana na watu waliokuwa wanataka kuipoteza imani. Na inasemekana katika maisha yake alikuwa na ibada kwa Mama Bikira Maria, na Mama Bikira Maria alimpatia msaada mkubwa hasa wa kupambana na mashetani ambayo yalikuwa yanataka kufifisha utume wake. Na hazina ambazo ameliachia kanisa, aliandika vitabu vingi vya teolojia. Inasemekana katika vitabu au maandishi hayo ya teolojia kuna hekima kubwa ambayo unaikuta katika vitabu hivyo. Ndiyo maana anaitwa padre na mwalimu wa kanisa kutokana na mafundisho yake ambayo ameyaandika. Wapendwa waamini,
tunaletewa mfano huu ambao ni wa mtakatifu aliyelelewa vizuri, na ndiyo maana alilelewa vizuri na mama yake akashika imani, na ndiyo maana yeye aliweza kuwa Mkristo mzuri. Na sisi wakati wetu huu tunawasisitiza wazazi, na hata hasa katika ziara zangu za kichungaji nawasisitiza wazazi na walezi, walimu, kuwalea watoto wetu katika imani wakiwa wadogo mwalee katika imani. Na kama tunavyoambiwa katika kitabu cha Mithali sura ya 22 aya ya 6 kwamba mlee mtoto katika imani hataisahau hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo ninawaomba mwalee watoto wenu katika imani. Tunaona mfano wa mtakatifu huyo Antoni wa Padua alivyolelewa katika imani, hata kuiacha imani yake, na imani hiyo imezaa matunda mpaka nyakati zetu, kwa sababu yeye alielewa katika imani, akawa padre mzuri, mhubiri mzuri, mtangazaji wa Injili mzuri, na mwishoni akawa mtakatifu. Lakini mshindo nyuma, yani yote aliyoyafanya, legacy yake sasa hivi hata tunaisikia hata baada ya karne hizo karibu 9-8 kupita. Kwa hiyo ninawasisitiza wapendwa wazazi, katika ziara yangu ya kichungaji, leeni watoto wenu katika imani, waelekeze katika imani. Ninashukuru kwamba kuna shirika la utoto mtakatifu hapa limeanza, lakini watoto niliowaona kule Makongo jana, inavyoonekana hawa ni watoto kichere waliokuwa wachache sana tulionao hapa. Kwa hiyo tunawahimiza mwalete watoto wenu wote katika imani. Wahimizeni hata wazazi wale ambao hawaji kanisani, nyie waombeni watoto kama wamisionari walivyokuwa wanafanya. Walikuwa wanasema hata nyie msipokuja kanisani, sisi tumieni watoto. Watoto wakilelewa katika imani, tuna imani kwamba kanisa hili litaendelea. Wazungu kule Ulaya walishindwa kufanya hivyo, kuwa na uzao na kuwalea watoto wao katika imani. Walijenga makanisa makubwa, lakini sasa hivi makanisa hayo yamebakia utupu, kwa sababu hawakulea watoto wao katika imani na hawakuwa na uzao. Basi matokeo ndiyo hayo. Ninawaomba mwalee watoto wenu katika imani. Na ninapoangalia hapa, kati ya watoto ambao wako hapa wa utoto mtakatifu, wengi ni wasichana. Sijui tumuombe Mtakatifu Yosefu atupatie uzao wa wanaume. Si wengi ni wasichana. Kuna wavulana walioko hapa, onyesha mkono. Lakini wengi mnaona namba kubwa ni nini? Ni wasichana. Kwa hiyo ninawaomba wapendwa wazazi, mwalete na watoto wa kiume, walelewe katika utoto mtakatifu. Nimekuwa shuhuda wa makongamano kama kongamano litakalofanyika Mwanza tarehe 19 mpaka tarehe 22. Miaka ya nyuma nilikuwa nikisimamia makongamano ya kitaifa, lakini wengi waliokuwa wanakuja ni watoto wa kike. Unajiuliza kwamba hatuna watoto wa kiume. Ilikuwa inabakia kitendawili kwangu. Kwa hiyo ninawaomba mwalete na watoto wa kiume. Wanapaswa wote kulelewa katika imani. Matokeo kama hamtawalea watoto wenu wa kiume katika imani, tutakuwa makanisa wanabakia wanakuja wanawake ndio watakuwa wanakuja, kama tulivyoambiwa jana kule kigango cha Makongo kwamba wanaume
hawaendi kanisani, wanawake ndio wanaenda kanisani na watoto. Lakini hiyo unaweza kaona labda inatoka mbali sana. Ni matokeo ya wapi? Ya mbali sana haya. Sio kwamba limekuja hivi hivi. Labda nyakati za nyuma alikusisitizwa zaidi, au lilisitizwa, alikupewa kipaumbele. Sasa ninaendelea kulisisitiza, waleteni watoto wenu wa kiume kanisani. Mnapokuja mwalete kanisani. Na nimesikia mlikuwa mnasali ibada ya kuabudu asubuhi. Nimemuomba baba paroko kwamba mbadilishe hizo saa, na hata rozari kama ikiwezekana, walau wakati mwingine mnasali hata jioni. Na lengo ni hili, sije mkaanza kumlaumu baba paroko kwa nini amebadilisha ratiba. Asubuhi watoto wote wanaamka wanaenda shuleni, lakini jioni wanaweza wakapatikana saa 11:30 au saa 11, saa 12 kasorobo, watoto wanaweza wakapatikana wakajifunza wakiwa wadogo ibada ya kuabudu. Mambo haya ukija kuyaingiza kama watoto wameisha komaa, wameisha kuwa watu wazima, yanakuwa magumu. Kwa hiyo wapendwa waamini, ninawaomba hilo mlizingatie. Muda ukibadilishwa ikawa jioni, hakikisha mnawaleta watoto wenu wote wa kike na wa kiume katika ibada hiyo ya kuabudu, kwa sababu jioni watu wengi wanakuwa wameisha toka kazini, na wale wanaoemea, labda wanaoemea jioni au wanao fanya biashara jioni. Sasa hivi maana ndio katika miji yetu mingi unakuta biashara nyingi inafanyika saa 1 mpaka saa ngapi, labda saa 4, saa 5. Nimeona pale Rwamishenye nilikuwa naona, alafu hata na Dar es Salaam nilikuwa naona inafanyika hivyo. Lakini tengeni muda wa Mungu, tengeni muda kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwaombe hilo mlisisitize, watoto waingizwe, wao wanakuja kanisani kusali ibada ya kuabudu. Pamoja na hilo, mjitahidi kuwa na vyama vya kitume. Ninafurahi kuwaona kina mama wa Bikira Maria wa Maganya, Mshanju au Mateso 7. Ninashukuru na wengine wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, na hizi mziingize hizo tunu kwa watoto wenu. Sije ikawa mtu anakuwa mzee ndipo anakumbuka mambo hayo, tutakuwa tumechelewa. Jaribu kuyaingiza mambo hayo kwa watoto wenu, vijana wenu. Na mwenyekiti jana alitukumbusha kwamba sasa wanazungumzia WAWATA chipukizi, na wanaume mzungumze wanaume nini chipukizi. Isibakie kwamba ni wanawake chipukizi tu na wanaume. Hilo wazo tumelichukua na tutaendelea kulieneza jimbo letu, na sio katika jimbo letu tu, hata sehemu mbalimbali za Tanzania tunapopata nafasi. Ni wazo zuri sana, kwa sababu umuruwaya batugambira ente za bunanka ango buyo bwa bunanka bugumile kababu inaki enyana. Kwa hiyo tukiwa na vijana tunakuwa na uhakika kwamba uwaka ijayo itakuwa na nguvu. Kwa hiyo ninawaomba mawazo hayo vyama vya kitume muhakikishe na vyenyewe mnaviingiza kwa watoto na vijana chipukizi.
Tumesikia wapendwa waamini kwamba mtakatifu huyu Antoni wa Padua alitumia vipawa vyake, aliandika maandiko mbalimbali, alitumia nguvu zake kumtangaza Kristo. Ninawaomba wapendwa waamini, tumieni vipawa vyenu kumtangaza Kristo. Tumieni nguvu zenu mnapokuwa na nguvu kutangaza habari njema. Na hasa tumieni vipawa vyenu, tumieni mali zenu hata kujenga ufalme wa Mungu na kujenga kanisa hili limalizike. Wengine walikuwa wananiambia kwamba ili tulitangaze kwamba ni parokia kamili. Bado hamjamaliza kanisa, tusubiri mtakapomaliza kanisa tutaitangaza parokia kamili. Tumieni vipawa vyenu, tumieni nguvu zenu ili kanisa liweze kufanya nini? Kumalizika. Tutafurahi kama wiki chache zilizopita tulivyoenda kwa shangwe kulibariki kule Bumbire, na hapa tutaalikana, tutafurahi kuja kutabaruku altare, alafu na kutabaruku labda kanisa au kubariki kanisa kadiri tutakavyoona inafaa wakati ule kutabaruku au kubariki kanisa kwa shangwe na vigeregere. Na sio kanisa hili mnapoendelea kulijenga, ningewaomba pia mjenge makanisa ya rohoni. Sije kwamba mnajenga kanisa la wapi la ili tu linaonekana linang'aa, lakini hamjajenga makanisa ya wapi? Rohoni mwenu. Yombeke eklezia chonko inama ikono, yombeke eklezia unajenga kanisa lakini unauasama, unajenga kanisa lakini haupokei sakramenti, unajenga kanisa unapokea sakramenti lakini imani haipo, yani unampokea Yesu Kristo wa upendo lakini unaporudi nyumbani wewe ndiye unakuwa uonyeshi upendo, hauna amani na wenzako, una fitina na wenzako, una ugomvi na wenzako na mambo kama hayo. Ninawaomba mnapojenga kanisa hili, jengeni na hayo. Michango unayoileta ujiombee uweze kufanya nini? Kuondokana na vilema hivyo. Kateni vilema hivyo. Tumesikia kutoka katika Injili ya leo inatuambia hilo kwamba huyu alisema nenda ung'oe jicho lako ulitupe wapi? Mbali nawe. Na mguu wako ukikukosesha au jicho likukosesha ifanye nini? Ling'oe jicho, au mguu wako ukikukosesha ukate. Sasa hivyo vitu sio tafsiri, hiyo ni tafsiri sisi. Tafsiri ya ndani au tafsiri halisi inatuambia kukata vilema tulivyonavyo: wivu, uchoyo, uzembe, labda kuwa kama wewe ni mwasherati au kama wewe ni mzinzi. Hivyo ndivyo vilema ambavyo tunaambiwa jicho hilo linaloangalia alafu baadaye likakupeleka kutenda dhambi, hilo ndilo unapaswa kufanya nini? Kilema hicho, tamaa hizo ndizo unazopaswa kufanya nini? Kung'oa. Mtakatifu Antoni wa Padua yeye alipambana na vilema hivyo, na tunasikia kwamba alikuwa na ibada kwa mama Bikira Maria. Ninawaomba tuendelee kuwa na ibada kwa mama Bikira Maria, na sio kuvaa rozari tu, bali kumuomba mama Bikira Maria, kusali na hasa kuiga fadhila zake za kimama na kuiga fadhila zote za Ukristo: unyenyekevu, utii, upendo, malezi katika familia, jinsi alivyomlea mtoto Yesu. Kwa hiyo tuige fadhila hizo
kama Mtakatifu Antoni wa Padua alivyoziiga na akamshikilia mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria alimsaidia kufukuza mashetani. Kwa hiyo na sisi tumuombe huyu mama Bikira Maria atusaidie, atuombee kufukuza mbali mashetani, ayafukuzie mbali. Hapo kweli tutakuwa tunafanana na huyu Mtakatifu Antoni wa Padua, na tutakuwa tunaiga zile fadhila ambazo alikuwa nazo mama Bikira Maria. Wapendwa, tunatembea kama tulivyosikia kutoka somo la kwanza kwamba tunatembea na hazina katika vyombo vya nini? Vya udongo. Kwa hiyo ninawaomba pamoja na kwamba tunatembea na hazina hiyo, tuna madhaifu ya kila aina na tunasongwa kama Mtakatifu Paulo alivyosema sehemu mbalimbali, lakini tuombe neema ya Bwana iwe nasi. Kama alimjalia Mtakatifu Antoni wa Padua fadhila mbalimbali, na hata amemjalia neema kwa kupitia maombezi yake tunapata vitu vilivyopotea, wagonjwa wanapona, tunapata mahitaji mbalimbali, na sisi Mwenyezi Mungu hata tutupilia mbali. Tuendelee kumuomba Mungu huyu mwenye neema atupatie na sisi yale tunayoyahitaji kupambana na mahangaiko tulionayo, kupambana na changamoto tulizonazo ambazo ni nyingi, hasa wakati huu. Ukimuuliza kila mmoja hapa akwambie changamoto, atakwambia kwamba changamoto na changamoto hii na changamoto hii. Basi ninawaomba hizo tuzilete kwa mama Bikira Maria. Ndio maana tunasisitiza, tuliomba mapadre wote kwamba kila siku katika parokia siku ianze pamoja na ibada ya misa takatifu, lakini ianze kwa rozari. Lakini kwa mfano watoto wao wanaoenda shuleni, mnaweza mkawapangia muda hata wa jioni, wakawa wanakuja kusali rozari, waizoee. Siku nyingine hata ukule nyumbani ni familia chache ninavyojua zinavyosali rozari. Kwa hiyo nyie wa utoto mtakatifu, anzisheni kikundi cha kusali rozari. Watoto wa utoto mtakatifu wawe wanafika kusali rozari. Na watoto wanakuwa hawana kazi, utawakuta wanacheza cheza, ni wazi jioni wanajifunza, lakini kufika hapa karibu saa na nusu saa na kusali rozari, hiyo sio kazi kubwa. Wakati mwingine unakuta hata nyie huduma hizi za mjini zimerahisishwa, watoto hawaendi mbali kuchota maji, wanaenda kuyatafuta karibu. Lakini badala ya kwenda kuangalia masinema au picha ambazo sio nzuri, watoto wafanye wawe karibu na kanisa ambalo mnalijenga kwa nguvu nyingi. Kuja kulifikisha hapa, naona nguvu nyingi zimefanya nini? Zimetumika. Kwa hiyo walete watoto wenu kila jioni wasali nini? Rozari. Asubuhi si wanakuwa shuleni? Si wanakuwa shuleni asubuhi? Kwa nini msiwalete watoto wenu jioni wakasali rozari? Kwa hiyo ninaomba mfanye utaratibu huo, na kuwahimiza wazazi wote wao wanawatuma watoto wao katika kusali rozari, kama wako katika shule za za boarding. Lakini zile za mission na wenyewe nimeshawaomba kwamba wahakikishe watoto kila siku wanasali wanasali rozari kwa mama Bikira Maria. Wajue kwamba mama Bikira Maria ndiye mama yetu na ndiye ni mama wa kanisa. Kwa hiyo inabidi wasali rozari, ambayo na mimi ninaisali, lakini aliyenitia nguvu kusali rozari zaidi ni baba huyu.
nilipopadilishwa nikaenda Rubya, yeye nilianzia Mwemage, baadaye nikaenda Rubya. Sasa nikamuuliza kwamba wewe umedumuje katika upadi? Akaniambia mojawapo ya kitu, sali sala za ofisi na sali sala ya rozari. Nasema mimi rozari huwa naisali sana. Kwa hiyo hayo ndiyo vyombo ambavyo vitakufanya hudumu katika upadi. Sisemi kwamba nimefanikiwa, bado ninakaza mwendo, lakini walau tunawaambia kwamba hizo ndizo nyenzo za kufanya za kudumu katika Ukristo wenu, kudumu katika familia. Tafuteni muda nyinyi ambao mko katika familia kusali rozari. Sasa hivi kuna vivutio vingi, mipira hii, television hizi, programu nzuri hizi, lakini jiwekee discipline au adabu ya kwamba unapofika muda fulani tunasali tunasali rozari, tunasali sala za jioni, tunasali sala za asubuhi. Bila kujikaza mambo haya utafanya utashindwa. Bila kujikaza. Nilipokuwa Roma kule, ukishajua Kiitaliano, kuwa kuna programu nzuri sana. Kwa hiyo mtu asipoangalia anaweza akarudi bila cheti kwa sababu ya programu hizo. Kwa hiyo nilijiwekea mkakati kwamba inapofika 2:30 ninafunga television, niko peke yangu na ni muda wa kusoma mpaka labda 5:30 au 5 kamili ninalala. Bila kujipangia muda hivyo uwezi ukafanikiwa. Kwa hiyo ninawaomba na nyinyi mjipangie muda kwamba inapofika wakati fulani niende kanisani, na haya mambo bila kujikaza kuwa na kasadaka utashindwa Ukristo wako. Ninawaomba hilo mliombee, na tumuombe Mtakatifu Anton wa Padua hatuombee. Tumuombe Mama Bikira Maria atuombee. Nimeongea mambo mengi, nina imani mmeyashika na yakasaidieni katika imani yenu. Tumsifu Yesu Kristo.